Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeidhinisha uwezekano wa uuzaji wa makombora ya ulinzi wa anga kwa Saudi Arabia. Marekani imetoa kibali cha awali cha kuuza makombora ya anga hadi angani yenye thamani ya dola bilioni 3.5 kwa ajili ya ndege za kivita za Saudi Arabia, mkataba wa hivi punde uliopendekezwa wa silaha kwa eneo hilo kabla ya safari iliyopangwa ya Rais Donald Trump katika eneo hilo baadaye mwezi huu. Uuzaji huo ulitangazwa mapema Jumamosi, unaweza kuwa moja ya mambo kadhaa yaliyotangazwa na Rais Trump katika ziara yake katika ufalme huo wa Saudia. Saudi Arabia tayari imesema inataka kuwekeza dola bilioni 600 nchini Marekani katika kipindi cha miaka 4 ijayo, ikiwezekana kama njia ya kumshawishi Trump kuchagua tena ufalme kwa safari yake ya kwanza rasmi kama rais. Trump alisafiri hadi Italia kwa muda mfupi kwa mazishi ya Papa Francis. Safari ya Trump ya mwaka 2017 nchini Saudi Arabia iliboresha utamaduni wa marais wa kisasa wa Marekani kwa kawaida kuelekea Canada, Mexico au Uingereza kwa safari yao ya kwanza nje ya nchi. Pia ilisisitiza uhusiano wa karibu utawala wake na utawala wa maeneo mengine yenye utajiri wa mafuta ya Ghuba, kwani kampuni zake na mali zisizohamishika zinafuatilia mikataba kote katika eneo hilo la ukanda. Uuzaji wa silaha unahusisha makombora 1000 ya AIM-120C-8 ya masafa ya mbali na ya anga, sehemu ya mwongozo wa usaidizi mwingine wa kiufundi, lakini makombora hayo yatatengenezwa na kampuni ya RTX Corp ya Tucson, Arizona. Jeshi la anga la Royal Saudi lina kundi la pili kwa ukubwa duniani kwa kuwa na ndege za kivita za F-15 baada ya Marekani. Uuzaji huu unapendekezwa utasaidia malengo ya sera za kigeni na malengo ya usalama wa kitaifa ya Marekani kwa kuboresha usalama wa nchi mshirika ambayo inachangia utulivu wa kisiasa na maendeleo ya kiuchumi katika eneo la kanda ya Ghuba. Shirika la ushirikiano wa usalama wa ulinzi la Marekani limesema katika taarifa yake. Uuzaji uliopendekezwa sasa unaenda katika bunge la Marekani. Wabunge kwa kawaida huzingatia mauzo kama haya na wakati mwingine wanaweza kuyazuia. Saudi Arabia imekuwa ikikabiliwa na uchunguzi mkali wa bunge la Congress kwa miaka kadhaa, kwanza kwa kuanzisha vita dhidi ya waasi wa Kihouthi wa Yemen mnamo mwaka 2015 ambayo ilishuhudia mashambulizi ya anga ya ufalme huo yakiwaua raia. Kisha timu ya mauaji ya Saudia ilimuua mwandishi wa gazeti la Washington Post Jamal Khashoggi katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia huko Istanbul mwaka 2018. Jumuiya ya kijasusi ya Marekani ilihitimisha kwamba mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, ambaye kuna uwezekano atakutana na Trump katika ziara yake mwezi huu na kukutana na Rais Joe Biden katika kipindi chake, aliamuru operation dhidi ya Khashoggi. Ufalme umesisitiza kwamba mwanamfalme hakuhusika katika mauaji hayo. Trump alidumisha uhusiano wa karibu na mataifa ya Ghuba baada ya kuondoka madarakani. Utawala wake wa pili tayari umetoa idhini ya awali kwa taifa lenye utajiri wa nishati la Middle East kwa maana ya Mashariki ya Kati la Qatar kununua ndege 8 zenye silaha za MQ-9B Reaper kwa ajili ya jeshi lake, ununuzi unaokadiriwa kuwa karibu dola bilioni 2. Ikumbukwe ndege hizi za MQ-9B Reaper ni ndege za hali ya juu na ndizo ambazo Marekani inazitumia katika operesheni zake dhidi ya wapiganaji wa Kihouthi huko katika Yemen, ingawa Wahouthi wamezidungua mara kadhaa na kusababisha hasara kubwa kwa Marekani. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Tutakujuza mengi yanayojiri duniani.